Azizi nani? Azizi Anambwile yuko wapi town sasa hivi aendelea na mazoezi. Umeona wapi wewe kaziki mazoezi? Hakuwa sema mazoezi. Hiyo ameweka sawa. Hakuwa sema mazoezi. Azizi ni mchezaji wa timu gani? Al Ittihad na ana mkataba wa mwaka mmoja tu. Unajua haya mambo mbona yanatokea sana? Juzi hata si Okelo kaenda kwao kwa timu yake atembelea huko jamani. Haya mambo ni ya kawaida kabisa. Yaani mtu kutoka hapa akaenda sehemu nyingine au timu yake huko anacheza vizuri na watu wake, kutembelea sio shida. Issue ingekuwa kavaa jezi ya trainer Yanga. Hapo Yanga tumevunja makubaliano na tungetua hata fine. Lakini kutembelea wenzake, kuwasalimia ni vitu vya kawaida. Shida yenu mmemiss sana Aziz Ki. Yaani mpaka waandishi mmemiss kweli Aziz Ki bwana arudi. Watu wanaomba dua saa hizi Yanga wasahau huyu asirudi huyu. Nyie mna force bwana Aziz Ki. Amekuja kusalimia pili zangu, mkeo yuko hapa na familia yake, amekuja kuenjoy maisha, likizo ikiisha aondoka kwao. Ndio wanajadi. Sasa unajua kakaangu Ndimbo naye Ndimbo hapa alifanya kwa nia njema kukumbusha watu kwamba mfumo wa usajili kwa kidigitali TMS bado siku 25 timu hizi hazijaingiza majina bado. Shekhe, watu wanakamilisha dili bado masaa mawili. Alifanya nia njema kukumbusha watu, lakini sio habari ya kushtua, yani sio, kwa sababu yule ni mfumo tu wa kuweka document, shughuli imeisha. Watu dili kubwa wanazifanya hata lisali moja kabla ilisha kufungwa. Watu dili wanafanya wanaingiza kwenye system, maisha yanaendelea. Nafikiri pale alikuwa amelenga timu nyingine huko. Sawa. Kuunda benchi la ufundi lenye mtaalamu wa set pieces. Lengo letu ni kuhakikisha katika michuano ambayo tunakwenda kucheza hasa Champions League, ukiangalia wastani wa magoli ambayo yanafungwa, mengi ni magoli ya cross, mengi ni magoli ya kona. Kwa hiyo unapokuwa na mtu kama yule, maana yake anakusaidia into details. Sasa tukishashiba vizuri, tukaelewana vizuri, kuna mechi tukienda kwa mfano labda Shamri Abedi Arusha, sasa tukaamua tukona 3 goli 3, shughuli imeisha. Sasa tukaamua kama tuna wataalamu, tuna mastreka wazuri kwenye vichwa, tukaamua tu mapema kona 3 goli 3, shughuli imalizike. Kwa hiyo ni mtaalamu ambaye tuna aim kwenye michuano kwanza ya CAF Champions League, ambako wastani unatuambia magoli mengi ya vichwa yanafungwa huko. Swali la mwisho, karibu. Msemaji amepigwa faini milioni 100 jezi. Hamjatoa bili au bili mlipia mwenyewe? Hatujafanyaje? Milioni 100 mlipigwa faini. Ndio nasema hajatoa bili. Tunavulipaga tunakushirikishaga. Maka ameniambia hamjatupa bili. Kama eneo ni moja, maana yake wewe tusaidie sisi viongozi kwanza kwa kununua tiketi mapema, uwai tufunge ile zoezi mapema. Likishaisha maana yake hata uratibu wa control watu wengine wanakuwa kwenye eneo zuri. Timu utaipeleka vipi? Ligi tarehe 12 kuna ngao ya jamii. Tarehe 14 siku ya 5 ligi inaanza. Kwa maana yake hatuna hata muda wa kuambia wanayanga baada ya tamasha wengine njooni kesho muione timu. Maana yake baada ya tamasha tarehe 9 tarehe 12 kuna ngao ya jamii. Kwa maana yake tunaamini kwamba labda atakosa kuiona Yanga kwenye tamasha lake, atakuja kwenye ngao ya jamii. Ngao ya jamii akikosa tutakutana wapi? Ruangwa. Kwa hiyo timu itazunguka kwenye ligi na wanayanga itakuwa fursa ya kuona wachezaji wenu na tutafurahia pamoja timu yetu ikiwa inacheza inshallah. Karibu. Mara mwisho kwenye hii press iliyopita, ulisema kwamba baada ya wiki 6 kupita unakuja kutoa ripoti za hali ya Pacome. Sasa kwa yes, kwanza nipende kuwaambia wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, namba 1 Pacome ni mchezaji wetu,